Za asubuhi wazima wote. Tulisema tangu jana tutaendeleza ule mwendelezo tuliokuwa tumepanga wa kumwelewesha mtu namna gani ajisafirishe. Leo tutaongea mambo ya ambayo unaweza ukapata kwenda ubalozini, labda ukakutana na maswali ukahojiwa ubalozini. Leo tutaongelea hayo. Kwa mfano, ubalozini unapoenda, mara nyingi vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo, passport yako la kwanza, alafu uwe na bank statement. Mara nyingi ianzie kuanzia milioni 10 na kwenda juu. Hakikisha haya ni mambo ambayo balozini unaweza kukutana nayo. Hakikisha passport yako na bank statement yako vinafanana majina. Alafu ukiwa unaulizwa ujue na mzunguko wako wa pesa zako na balance iliyomo. Kwenye barua ya mwajiri, yani kama umeajiriwa, hivi nitawaelezea baadaye. Barua ya mwajiri, hakikisha ujue kitengo chako cha kazi. Mfano kama hospitali, ujue kama wewe ni dokta au nesi au wewe ni mlinzi, na mshahara wako unaopewa ujue, na makato unayokatwa, risiti za malipo uwe nazo. Umeshaona? Kama barua yako ni ya D2, hakikisha anayekutolea mpe maelekezo kama haya nilivyoyaeleza hapo juu. D2 nadhani mnajua watu wa live yetu. Cheti cha ndoa. Cheti hakikisha ujue tarehe ya mwezi na mwaka na ndoa yenu na sehemu mliofungia ndoa. Kama ni cha D2, kalili tarehe kwa makini na mwaka na sehemu mliofungia ndoa. Ukiweza kama utaweza sana, naweza kaandika mpaka hata waliofungisheni ndoa. Cheti cha mtoto. Kalili jina la mtoto wako, hakikisha jina la pili kwa mwanao ni jina lako kama wewe ni mwanaume. Na mwanamke hakikisha majina yao ya mume wako kwenye cheti cha mtoto, sababu ndio asili ya majina yetu ya Kitanzania. Usisahau kukalili tarehe na mwezi na mwaka wa kuzaliwa wa mtoto wako. Hakikisha cheti cha D2, kalili tarehe, mwezi, mwaka, majina ya mtoto usiyasahau, tunza kichwani ukiwa na cheti cha D2. Hiyo ni cheti cha ndoa. Mwendelezo tutauendeleza na maswali mengine tutayaendeleza. Kwa mfano, hapo bado kuna mambo ya hati ya nyumba. Meza hata hati ya nyumba utapeleka pale kwa balozi, hakikisha na yenyewe iko kwenye system ya jina lako. Au kama una TIN number, hakikisha duka liko kwenye system ya jina lako linalofanana na passport. Umeona? Ukiweka booking ya ndege, hakikisha jina linafanana na la kwenye passport. Booking ya hoteli, hakikisha jina linafanana na la kwenye passport. Ukilipa bima ya safari, hakikisha majina yanafanana na kwenye passport. Na usiache kulipa ada ya ubalozini. Mwaliko wako hakikisha umeupangilia vizuri katika maelezo. Kwa mfano, kama hivi watu wanaotaka kwenda kwenye tamasha la Afro Nation la Portugal, ukiwa unaenda kwenye tamasha lile, lazima kutakuweko na tiketi. Unanunua tiketi. Umeona? Hakikisha tiketi ile ya kwenye tamasha unayo, na maelezo yawepo ya siku utakazokaa kule, utafanya nini. Umeona? Hakikisha vitu hivyo viendane. Hakikisha maelezo ya kwenye ile tiketi yako, tarehe za tamasha na tarehe za return ticket zifanane. Tamasha lako kama litakuwa la siku 6, na ile return ticket yako unajua siku fulani mimi nitamaliza mambo yangu ninarudi, vimechi. Haya mambo mtakuwa mnakuja na kwenye live mnauliza maswali, tunafundishana zaidi. Maana nataka muyaelewe zaidi. Mengine tutakuwa tunawatumia. Mtu akitaka anatumiwa. Lakini mengine unaweza mkatumia hizi video
zitawasaidia sana katika kukupambania wewe ujisafirishe mwenyewe, kupunguza wimbi la wizi. Nimesafirishwa kwa mamilioni. Wengi mnalalamika kwamba mnashindwa kwenye upande wa mialiko, pale ndio wengi mnaposhindwa. Lakini sasa kwenye mwaliko muone mtu akusaidie kuliko kwenda kumpa agent milioni 15. Ni kitu simple tu. Kwenye mwaliko mtafute mtu akusaidie, atakuelekeza, unaenda unanunua mwenyewe, sio yeye. Wewe mwenyewe atakuelekeza, hapa nunua mwenyewe, mradi tu mwaliko usiwe ulio expire, utanunua mwenyewe kwa kadi yako. Nadhani mnanielewa hiyo. Tutaendeleza mwendelezo taratibu. Kwa hiyo hapa tunapojifunza ni kitu kimoja, usubiri. Tunapojifunza sasa hivi hapa ni hii hapa ambayo mnatakiwa mkariri, hii ya leo ya kwamba unapokwenda ubalozini ili uende nchi yoyote ile, Ulaya, Amerika au wapi, haya nilimaliza kuyaelezea, ni kwamba lazima uwe na passport, uwe na bank statement, uwe na barua ya mwajiri, yani uwe umeajiriwa, alafu uwe na TIN number kama unayo TIN number, au kama hujaajiriwa at least uwe na TIN number. Cheti cha ndoa, cheti cha mtoto uwe nacho, hati ya nyumba uwe nayo, barua ya polisi clearance, uchanjwe magonjwa kama corona na manjano, yellow fever. Corona sio muhimu sana kwa sasa hivi, hawaulizi sana, lakini kwa wewe unaenda mwanzo, chukua, nenda nayo. Kwa sababu sio madawa ya kulevya ya kwamba eti hivi utakamatwa. Chukua, weka tahadhari. Wanasema hivi kwa sababu kuna mdau wetu mmoja alipokuwa anaenda Taiwan ilimtokea hii kitu. Kwa hiyo chukua, weka tahadhari. Bima ya safari unalipia pale cash, utaambiwa kiwango cha bima pale kwenye ubalozi unaoenda kuchukua visa. Ada ya ubalozini inajitambulisha pale kwa nchi husika. Booking ya ndege utaweka ni bure, na booking ya hoteli ni bure. Hivi vitu maagent walikuwa wanawauzia wateja wao, ambia nitakuwekea booking kwa 200, nitakufanyia booking ya ndege kwa 200, au nitakufanyia booking ya hoteli kwa 300. Hivi vitu ni free, unaingia tu kwenye mtandao, ni free. Au booking ya ndege unaweza kaenda ofisini moja kwa moja. Mwaliko ndio kama hivyo. Kama hivyo matamasha ya Ureno, kuna hili la Expo Japani, kuna hili la Empower Canada, hayo tumeyaweka kwenye grupu bure. Unanunua tiketi tu, lakini una uwezo wa kutafuta matamasha mengine, unanunua wewe mwenyewe. Unaenda kwa mtu anayejua, anakuelekeza. Unaweza kumpa hata kitu kidogo, kwa bana chukua hapa 10,000 hebu nielekeze. Anakuachia, unanunua wewe mwenyewe. Wala hela yako haitoki. Nadhani mtakuwa mmenielewa hapa. Ukikamilisha haya yote, ukaenda ubalozini na maelezo niliyokuambia na ukajiamini. Kuna mengine balozi zingine unapeleka document tu, uendi wewe. Kuna zingine wanaweza wakakuita kwa interview. Kwa hiyo natumaini itakuwa mnalielewa somo taratibu. Leo tunakwenda step ya pili. Jana tulianza na mavazi ambayo unaweza kaambiwa kwenye ndege, na sheria zinakataza nini ndani ya ndege. Leo tunakuja na hivi vitu kwa ajili ya kwenda kuombea visa. Sasa sikilizeni hapa. Barua ya mwajiri, TIN number, cheti cha ndoa, cheti cha mtoto, hati ya nyumba. Hata kama una gari la kifahari, la Bahama, Lamborghini, hivi vitu ni strong ties. Vinakufanya wewe balozi ya kuone utarudi kwenu, kwa sababu umeoa, kwa sababu una mtoto, kwa sababu una nyumba kubwa, kwa sababu una duka kubwa au kampuni, umeajiriwa serikalini, unafanya kazi kubwa ya mshahara mkubwa. Kwa hiyo wanaona huyu hawezi kuzamia, atarudi. Ndio maana hivi vitu kupeleka. Na ndio maana hata mtu kama hauna mtoto, wanakushauri utafute hata cha D2, au kama una nyumba tafuta cha D2. D2 maana yake kujiongeza. Sio lazima niiweke wazi. Kwa hiyo mkija kwenye live mnauliza maswali, tutawaelewesha D2 maana yake nini. Nadhani nimeeleweka kwa leo. Tutaendelea huu mwendelezo kila mara.